Karibu katika Genesis hadi Ufunuo. Mimi ni Ed1716 Act12. Leo tunashuhudia mojawapo ya matukio ya kushtusha zaidi katika historia ya Israeli, utengenezaji wa ndama wa dhahabu. Wakati Musa akiwa mlimani akipokea sheria kutoka kwa Mungu, chini mlimani watu walirudi nyuma kwa kasi ya kushangaza. Katika siku 40 tu, walibadilisha imani yao kutoka kwa Mungu aliyewaokoa hadi sanamu walioitengeneza. Hii ni hadithi ya subira iliyopotea, uongozi ulioshindwa na huruma ya Mungu isiyokoma. Tutasoma kutoka 32:1-35. Andiko lasema, watu walipoona ya kuwa Musa amechelewa kushuka kutoka mlimani, wakamkusanyikia Haruni wakamwambia, amka, ututengenezee miungu itakayotuongoza, kwa maana huyu Musa, mtu aliyetupandisha kutoka nchi ya Misri, hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, vueni mapete ya dhahabu yaliyo masikioni mwa wake zenu na wana wenu na binti zenu mniletee. Nao watu wote wakavua mapete ya dhahabu yaliyokuwa masikioni mwao wakamletea Haruni. Yeye akayapokea kutoka mikononi mwao, akayaumba kwa kalamu, akaifanya ndama ya kuyeyushwa. Nao wakasema, Israeli, hii ndiyo miungu yako iliyokupandisha kutoka nchi ya Misri. Hebu tuone mambo matatu muhimu tunayosahau mara nyingi. Kwanza, watu walivua mapambo yao ya dhahabu hata kabla Haruni hajauliza. Hii inaonyesha hawakuhitaji kushawishiwa, roho ya uasi ilikuwa tayari moyoni mwao. Pili, Haruni alimwambia Musa, nilimtupa dhahabu motoni, nayo ndama hii ikatoka. Hii ni kujaribu kuepuka uwajibikaji kwa njia ya kipumbavu. Hatimaye, Musa alimvunja mfano wa mawe mbele ya watu. Hii haikuwa hasira tu, ilikuwa ufunuo wa kimfano wa jinsi agano lilivyovunjika. Mfano haungeweza kuongoza taifa ambalo tayari limevunja amri za msingi za agano hilo. Tunaona mabadiliko makuu matatu ya kiroho hapa. Kwanza, kutoka huru hadi kifungo. Israeli walipokwisha kuokolewa kutoka utumwani wa Misri, lakini sasa waliingia utumwani wa dhambi kwa kuchagua kubudu kile walichokitengeneza. Pili, kutoka uongozi hadi ushirikina. Haruni alipaswa kuongoza watu katika imani, lakini badala yake alishiriki katika uasi wao. Hatimaye, kutoka agano hadi uvunjaji. Israeli walikuwa wamekubali agano na Mungu, lakini siku chache tu baadaye walivunja msingi wake wa kwanza, usiwe na miungu mingine mbele yangu. Wanyamapori walishuhudia tukio hili kwa mshangao na huzuni. Nimeona Mungu akiwapa uhuru, lakini sasa wanaitengeneza minyororo yao wenyewe. Mbona wanadai kuwa huru wakati wanajifunga? Ni aibu kwangu kuona wametengeneza sanamu ya ng'ombe wa dhahabu. Mimi najua mahali pangu ni mnyama tu. Lakini wao walikuwa na heshima ya kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Muumba. Kutoka juu hapa naona ukuu wa Mungu mlimani na upumbavu wa watu chini. Walipewa zawadi ya kuwa na Mungu mwenyewe kama mfalme wao, lakini wanamchagua ndama asiyesikia wala kuona. Damu itamwagika kwa sababu ya dhambi hii. Naomba amani irudi, lakini kwanza lazima haki ifanyike. Tunaweza kujifunza nini kutoka kwa hadithi hii? Kwanza, subira ni imtihani wa imani. Israeli hawakuweza kusubiri Musa kurudi, kwa hiyo walirudi kwa njia za zamani. Sisi pia tunapojaribiwa na maombi yanayochelewa kujibiwa au njia za Mungu zinazoonekana polepole, tunahitaji kuendelea kumtumaini. Pili, viongozi wanahitaji kusimama imara hata wakipinga msukumo wa umati. Haruni aliogopa watu badala ya Mungu. Tunahitaji viongozi wanaoogopa Mungu zaidi ya watu. Hatimaye, dhambi ina gharama, lakini Mungu anakabidhi njia ya kutubu. Musa aliomba kwa ajili ya watu na Mungu aliwasamehe. Hii inatuonyesha umuhimu wa maombi ya upatanisho na huruma ya Mungu isiyokoma. Tuombe. Baba wa anga, tunaona jinsi subira inavyojaribiwa na jinsi tunavyoweza kurudi nyuma kwa kasi. Tukumbuke kuwa wewe ni Mungu mkuu kuliko kila kitu tunachokitengeneza au tunachokitegemea. Tuweke imani yetu kwako pekee. Tuongeze viongozi wasioogopa kuamuru kwa haki hata inapokuwa vigumu. Na pale tunapokosea, tukumbuke kuwa umefungua njia ya kutubu kupitia damu ya Yesu. Kama Musa alivyoombea Israeli, tutaomba kwa ajili ya wenzetu. Katika jina la Yesu. Amen. Asante kwa kututunga. Kumbuka kujiandikisha na kugonga kengele kwa sababu tunajifunza Genesis hadi Ufunuo pamoja. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.